Bwana iongezeke, kwa sababu nasikia kwenye mkono wangu hapa, nasikia kwenye mkono wangu hapa. Leo kuna mtu ambaye nguvu ya Mungu, Roho Mtakatifu anaachilia. Yes, nasikia kwenye mkono wangu. Nasikia kwenye mkono wangu. Pia kuna mtu ambaye sasa Roho Bwana anafanya kazi na mikono yake, na hiyo mikono najua utaweka mikono juu ya wagonjwa. Kuna watu mikono inakamatwa, inatengenezwa, inajazwa nguvu, inajazwa nguvu. Mwambie Yesu, niko tayari. Kuna jambo unalisikia hapa, uwepo usio wa kawaida. Kuna mtu anakusudia, Bwana anakuona hapo ulipo. Ujae na kumwagika, 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 na watu wakaone ulichojaza. Inatendeka leo. Inatendeka. Wagonjwa anza kupona, wengine endelea kumsihi Bwana. Usizimishe kama Roho Bwana hajakuachia. Ruhusu, kuna kusudi. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu adili na wewe, akushughulikie hao. Wale wagonjwa, pokea uzima na mwili. Hiyo ni kazi ya Roho. Itie uzima, uzima kwenye huduma yako, uzima kwenye maono yako, uzima kwenye kazi yako, uzima kwenye ndoa yako, uzima kiroho. Umetendewa, inatendeka, 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 inatendeka. Yeye ambaye huwa tunampa dhabihu akufanyie kwa ukubwa, kwa jina la Yesu. Wakati tukiendelea na maombi haya, huku tukielekea mwishoni kabisa mwa ibada yetu, ukajiandae na semina inayokuja wiki inayokuja.
Tunaanza siku ya Ijumaa